Vijana na watu wenye uwezo wa kiuchumi wameaswa kutosita kushiriki shughuli za ujenzi wa miundombinu mbalimbali inayoendeshwa na jamii katika vijiji walivyozaliwa, hatua itakayoharakisha maendeleo ya vijiji hivyo pasipo kuitegemea serikali pekee. Zoezi la ufyatuaji wa matofali linalofanywa na wananchi wa kijiji cha Busule, kata ya Lioma, wilayani Kwimba mkoani Mwanza, ikiwa ni harakati za ujenzi wa choo cha shule ya msingi Busule. Maamuzi ya harakati hizi ni kufuatia taswira ya ubovu wa vyoo uliokithiri na hivyo kuhatarisha usalama wa wanafunzi katika shule hii pindi wanapohitaji kujisaidia. Kwa majina naitwa Wilfred Samuel Ntandu, ni mwalimu mkuu wa Busule. Kwa kweli hili swala la choo ni changamoto ya muda mrefu. Ni kilio cha muda mrefu. Tumeongea na viongozi wengi, ila ikaendelea kuwa changamoto. Wanafunzi wetu wanapata changamoto wanavyoenda kujisaidia na kujisitiri, wanapata changamoto. Ni kilio cha muda mrefu. Kufika kwa Chazi Maguzu, naona hii changamoto itatatuliwa kwa sababu huu ni mwanzo. Na nilipoangalia kazi walivyojitokeza wananchi wa Busule kutokana na Maguzu walivyotangaza kauli mbiu, wananchi wamejitokeza kwa wingi. Kwa hiyo nilipoona leo walivyojitokeza, ili inaweza kawa ni suluhisho kwenye choo chetu hapa. Shule hii ilianzishwa miaka ya 70 ikiwa sasa ina wanafunzi zaidi ya 700, ambapo pamoja na idadi hii wanatajwa kutumia matundu 4 peke yake, hali inayodidimiza hata ustawi wa elimu. Kwa hiyo tunahitaji miundombinu mipya ili tuendelee kuwaboresha katika elimu yetu. Elimu yetu iendelee kusonga mbele. Tunahitaji miundombinu mipya kwa sababu miundombinu hii ni ya muda mrefu na imechakaa. Haswa muonekano wa vyoo hivi ni hali ya kuogofya, ikimuinua kijana Charles Maguzu, mkazi wa Dar es Salaam, ambaye ni mzaliwa wa kijiji hiki, kushiriki nia ya kujenga choo kipya ili kuleta nafuu ya mambo. Fikra zake zilizojikita katika ujenzi wa choo kwa mfumo wa kumshinikiza kila mkazi na mzawa walio nje ya kijiji imeamsha hali ya wananchi hapa kujitokeza kwa umoja kuanza harakati za ujenzi. Wasukuma ni moja ya watu ambao ni wachapakazi. Kati ya makabila ambao ni nguvu kazi ya taifa wanafanya kazi ni Wasukuma, na ambao ndio watu wa huko nyumbani ambako na mimi ninatoka. Lakini hali zao ziko nyuma sana. Kwa hiyo nikafanya tafiti zangu mwenyewe binafsi, nikagundua kitu ambacho wanakikosa ni muongozo tu wafanye nini. Nikakaa siku moja na mwenyekiti wa kijiji pamoja na mtendaji wa kijiji, tukajadili mambo ya maendeleo ya kijiji. Wakaniambia hapa sisi tuna changamoto ya choo cha shule pamoja na ofisi ya kijiji. Nikawaambia kama utani tu, nikamwambia mko tayari kuwa na hivyo vitu? Akasema tuko tayari. Nikamwambia tafuta siku, kusanya wanakijiji wote niwaambie namna ya kupata choo pamoja na ofisi. Sasa inawezekana watu walifikia labda nikifika pale nitatangaza kwamba natoa labda mifuko 800 ya simenti, labda nitatoa sijui mchanga kiasi gani. Mimi nikawauliza, nikamwambia nyinyi na kijiji watu, akasema kijiji cha Busule. Nikamwambia atakayejenga Busule ni mwana Busule mwenyewe. Hakuna mtu ambaye atakuja kujenga kijiji cha Busule kama sio mwana Busule mwenyewe. Hakuna mtu ambaye atajenga kata ya Lioma kama sio mwana Lioma mwenyewe. Hakuna mtu ambaye atajenga mkoa wa Mwanza wilaya ya Kwimba kama sio mwana Kwimba au mwana Mwanza mwenyewe. Hakuna mtu kutoka Kigoma atajenga Mwanza. Kwa hiyo hakuna mtu atakayejenga Busule kama sio mwana Busule mwenyewe. Nikamwambia tafuteni siku moja ili muweze tukutane pamoja, mtafute eneo tufyatue matofali na kuchimba shimo la choo kwa ajili ya ujenzi wa choo cha shule na kujenga ofisi ya kijiji. Walilipokea lile wazo kwa moyo mkunjufu na mimi nilifarijika sana. Nikasema kama kweli ndugu zangu wako serious, nitaiona hiyo tarehe ambayo wameipanga. Sasa ikawa imepangwa tarehe 15, yani siku ya leo. Lakini nikamwambia kijiji cha Busule kinajengwa na Busule hata ambao wako nje ya Busule. Sasa ili tuweze kupata michango hiyo katika mfumo ambao ni sahihi, ni lazima tufungue account. Kweli mwenyekiti wa kijiji pamoja na mtendaji pamoja na wanakijiji wote tulifanya utaratibu, tukafungua account ya maendeleo ya kijiji cha Busule. Kwa hiyo account ipo na kuna watu ambao wametuahidi watatuchangia mule kwa ajili ya mabati, mbao na vitu vingine. Wananchi wamekuwa na mtazamo chanya juu ya mfumo huu ambapo umefisha taswira ya kuitegemea serikali kwa kila kitu. Kwa ujio huu nimeguswa sana. Imeonyesha kwamba kijana huyu lengo lake ni kuwaunganisha vijana. Na mtaji wa maskini ni nguvu zake mwenyewe.
na kazi ya kiongozi mzuri ni kuunganisha watu, sio kuwagawa. Kwa kuanzia hapa, lazima mfano wa kuigwa na asaidiwe na mawazo yake yaungwe mkono kwa ajili ya kuwakomboa vijana ili wapate fursa haina matairi. Lazima sasa hii tuitumie kama fursa ili waendeleze vijana na kuwasaidia Watanzania wengine wote wenye uelewa. Zoezi la leo kwa kweli, kwa upande wangu binafsi, kwanza nimshukuru mdhamini wetu kwa kutudhamini, maana hakukuwa na mtu mwenye wazo la kwamba tukafyatue tofali kwa siku ya leo, ila kwa uwepo wake na kwa wazo lake, kwa kweli wengi tumeshiriki kwa furaha, imekuwa kama ni sherehe kwetu. Baadhi ya wadau walioshiriki zoezi la kufyatua matofali, jicho lao wanatupia vijana wengine na watu wenye uwezo kujitokeza kushiriki shughuli za maendeleo katika vijiji wanavyotoka. Ukifa leo, kabla hujailaumu serikali, jiulize kwamba serikali na laumu haijaifanyia kitu Busule. Je, mimi nimeifanyia nini Busule? Nikifa leo, wana Busule watanikumbuka kwa lipi? Utakumbuka kunywa pombe? Leo Maguzu hayupo. Sawa? Leo tunasema saizi amekatika. Nyie mtasema Maguzu alituhamasisha tujenge choo, tufyatue matofali. Kwa ukimuuliza ameifanyia nini Busule tayari. Sijui umeelewa? Kwa mimi niwataka wana Busule, huyu ni kijana wenu. Sawa Mimi pia ni kijana wenu. Tupeni support kwenye mawazo ya kujenga. Tuachane na hisia za kisiasa. Hayo mambo ya siasa tuachie wana siasa. Lakini sisi tukae kwenye misingi ya kuendeleza maeneo yetu.